Okay, kuna watu wengi wanaishi na maumivu moyoni na wanayabeba yanakuwa ni adhabu kwao, na ni kwa sababu tu wamekosa uwezo wa kusamehe. Naitwa Dr. Koja, niko hapa pamoja na Dr. Stella. Tutakuhosti juu ya namna gani unaweza ukajisamehe na ukasamehe wengine. Tutaenda kuangalia kiundani zaidi ni namna gani msamaha umebeba dhamana kubwa juu ya maisha yako na maisha ya wengine. Kwa lugha rahisi sana, mimi naweza nikasema msamaha huwa ni zawadi ambayo wanapewa wale waliotukosea. Sasa Dr. Alice ataenda dig zaidi kwa ndani kujua ya Dr. Stella ataenda kuangalia kwa ndani zaidi ni namna gani huu msamaha unaweza kutolewa na ni nini hasa maana ya msamaha. Karibu Dr. Stella. Asante sana daktari. Ndiyo. Kwa kuanzia labda tuseme kwamba msamaha una tafsiri nyingi. Yeah. Lakini tafsiri ambayo mimi ninaipenda ni kwamba msamaha ni ile hali ya kukubali kwa sababu mwenyewe binafsi ya hiari kabisa, kudhamiria kwamba hautabeba hasira wala uchungu wala kinyongo kwa yule mtu ambaye amekufanyia jambo ambalo sio zuri na likakuumiza. Kwa hiyo unaachilia, kwa sababu mara nyingi mtu anapokufanyia jambo baya unapata na hasira, unaumia na unatamani hata kumlipiza kisasi. Yeah. Lakini sasa unapoamua kinyume na hasira na kulipiza kisasi, unakuwa umemsamehe. Ni kama ambavyo ungetamani kumlipiza, yani kama unamdai kitu, afu unamwachia. Kwa unasema kama umesamehe, umetoa uchungu, umeachilia ili wewe uwe huru. Okay, kwa hiyo hili ni jambo la hiari kabisa. Ni jambo la hiari kabisa. Huwezi kulazimisha kumsamehe mtu. Yeah. Uwezi ukafosiwa msamehe. Na kuna wakati mtu unaweza ukawa umesahau jambo na ukawa umesahau kabisa kama uliwahi kukosewa. Inaweza kuwa kusahau ni sawa na msamaha? Hapana. Kusahau sio sawa na msamaha. Kwa sababu kwanza kusamehe, unaweza ukasamehe lakini usisahau. Yeah. Kabisa unaweza ukasamehe kosa, unaweza kumsamehe mtu lakini usisahau, isipokuwa pamoja na kwamba kitu hujakisahau au unakikumbuka, hakirejeshi ile hali ya maumivu ambayo ulikuwa umeipata mwanzoni. Kwa mtu anaweza kaba alikuibia labda au alikusema vibaya, ukaamua kumsamehe. Hautasahau kwamba alikusema vibaya, wala hautaona kwamba kusema vibaya ilikuwa ni jambo zuri, hapana. Ila tu umeamua kwamba usikae na hasira wala maumivu wala utaje kumlipizia na yeye kumsema vibaya kwa watu wengine. Kuna watu umemsamehe ila memory inaweza kuendelea kuwepo bado. Okay. Na yani ni kwamba tuna tofauti ya kukosewa au kuna namna ya makosa, yani kuna jambo ambalo mwingine anaweza akafanyiwa wewe tu likakuirritate lakini yeye ukamwona ni sawa. Sijui umenielewa hapo? Ndio. Yani kuna mtu unaona anamfanyia mtu kitu, wewe unaona tu ile sio sawa, lakini ule unamuona tu ana act normal. Ni kwamba hatutambui makosa au ni vipi? Hapana. Sasa kwa sababu tumeumbwa tofauti. Kwanza tumeumbwa tofauti na tumeishi na kuexperience vitu tofauti. Kuna watu ambao they are just forgiving in nature, na kuna watu ambao ni wagumu kusamehe kwa sababu hatufanani. Kwa hiyo kuna watu ambao unaweza kumfanyia kitu akakiangalia akasema labda kwa mfano ile barabarani na vitobesha magari. Unaweza kuwa una haraka unataka kwa sehemu, anakuja mtu anakuchomekea gari vibaya, unatamani kushuka sio kufanya nini. Na kuna watu ambao wanashusha kioo, wanatukana, wanagombana, lakini kuna mwingine anasema tu yeye atakuwa amechelewa tu kazi ndio na haraka, au nyumbani kwake ameamka vibaya, anampotezea anaenda. Hiyo ni kitu ambacho amekufanyia mtu tu wa barabarani, mtu ambaye humjui. Kwa hiyo kuna aina ya vitu mtu akikufanyia unaweza kusamehe haraka, na kuna vingine actually unaweza kusamehe na kupotezea. Sio kwamba unasahau, unaamua tu kusema kwamba hicho nakiacha. Lakini kuna vingine mtu anaweza akakufanyia usiweze kuvisahau, na hata kusamehe pia itakuchukua muda. Yeah. Kwa hiyo kumbe makosa sio lazima watu watukosewa tunaowajua. Unaweza ukakosewa na mtu usomjua. Kwa hiyo unawezaje kuheal kutokana na makosa ya watu? Maana kuna mtu anaweza akawa amekusababishia makosa, hajui kama amekukosea, lakini wewe unaona hii nimekosewa. Na ni mtu ambaye labda uwepo
kwenye uwepo wa macho yako tena hayupo, kwamba tunaweza tukacorrect hilo kosa, unawezaje kujisamehe na wewe binafsi? Sasa kama kuna kama ulivyosema, kuna makundi mawili niseme, watu ambao wanaweza kukosea. Unaweza kukosoa na watu ambao ni wa karibu sana kwako na wengine sio wa karibu. Actually kwa experience yangu mimi, ukikosewa na watu wa mbali ni rahisi mno kuwasamehe. Ni rahisi kwa sababu unakuwa huna kwanza karibu nao, huja invest any emotions kwao. Kwa hata wakikosea akikwambia samani, unaona kwamba anijui. Lakini mtu wa karibu yako ambaye anakufahamu, anajua ambacho hupendi, anajua ambacho unapenda, akikosea kuna sana unaona kama vile kafanya makusudi, hivi sasa anifanye hivi, anajua mimi sipendi. Kwa watu wa mbali, watu ambao sio karibu yako, kwa sababu huna attachment nao, naona kwa experience yangu mimi inakuwa ni rahisi sana kuwasamehe. Lakini watu wako karibu ambao unategemea wanakufahamu, wakikufanyia kosa unawapenda, sio kwamba unapenda, unawapenda ndio, lakini yani kuwasamehe inakuwa ni ngumu kuliko watu wa mbali. Sasa umesema mtu ambaye hautamuona tena, utaje kumsamehe? Sasa mtu ambaye hautamuona tena, na kama wakati ule anakukosea pale, kwa mfano kama una opportunity amekukosea pale, labda uko naye kwa muda kadhaa, unaweza kumsemesha tu, kumwambia Stella, pale unifanya hivi na hivi na hivi na hivi, mimi sijapenda, umenikosea, mimi sijapenda. Kwa kama na yeye ni muungwana, atakwambia tu naomba nisamehe, sikujua labda, au nilikuwa na mambo mengi kichwani nini, mnasameheana. Lakini kama sio mtu muungwana pia, naye atasema yani kile tu ndio unaona nini. Kwa hiyo sasa wewe, ili wewe uwe na amani moyoni mwako, usibebe maumivu, unasema tu basi labda niachilie tu, kwa sababu probably kweli alikuwa hajaona kama ni kosa, au ni utaratibu wao, kwa sababu pia tunatofautiana sana namna tumelelewa. Kuna mtu hivyo anavyoishi nyumbani kwao, let's say kufanya kitu fulani kwao ni sawa, wewe kwenu kufanya hicho kitu sio sawa, ni adhabu kubwa sana, umeona Kwa hiyo haoni kama amekosa, lakini wewe unaona amekosea kwa sababu ya misingi ndio uliolelewa. Kwa mtu wa namna hiyo, wewe unasema ndio mambo ya uhiari unapokuja, unaamua kwa hiari yako kwamba hiki hata nikibeba kitanitesa tu, kitanichosha, acha tu nimsamee, unaenda zako. Kwa sababu pia hamtaonana tena. Inakuwa tu imepita. Okay, kwa hiyo kuna faida katika kusamee, lakini sio tu tuwe na ujuzi wa kusamehe wengine. Nimeona hapo pia kuna umuhimu wa kujisamehe wewe mwenyewe. Binafsi. Kujisamehe mwenyewe actually ndio kiendelea kwa kitu cha kwanza nadhani. Kwa sababu pia kuna mazingira ambayo wanatukosea watu wengine, ila kuna mazingira ambayo sisi tunafanya vitu sisi hapa ambavyo vinatuumiza. Kwa mfano, inaweza kuwa kuna maamuzi uliyafanya wakati wote, maamuzi ya kawaida, maamuzi ya kuinvest kwenye biashara, let's say. Umeinvest kwenye biashara, probably labda kujifunza vizuri kuhusu biashara, ikafeli. Unaanza kujilaumu, kwa nini nilifanya, kwa nini sikufanya nini? Au tu kitu kingine chochote, labda umefanya mtihani umefeli, unaanza kujilaumu kwamba jamani, sasa mimi kwa nini sikusoma sana, sio nini. Au umechagua tu kitu ambacho hakikwenda vizuri. Sasa ile unapokuwa unajilaumu, ukiendelea kujilaumu, unajua unapokuwa unarudia yale mambo, uchungu unazidi, vipafu unazidi kujiumiza. Lakini ukiamua tu kujiambia kwa kweli, sasa mimi jamani, intentionally sasa kwa hiari yangu, hichi kitu ngoja nijisamehe. Kwa unasema kwamba mtihani nimefeli ndio. Labda kwa sababu sikusoma, basi labda nikipata nafasi nyingine nitasoma tena, nitarudia au nini, au kama ni biashara nitatafuta opportunity nyingine, nitajifunza vizuri, nitaendelea mbele. Kwa hiyo makosa nishafanya, ambacho tu unafundishwa kufanya ni kujifunza kutokana na kile ambacho ulikifanya ukakosea. Unajisamehe alafu unaendelea zako mbele. Okay, tunaona kama kukosa msamaha kunaharibu mambo mengi kwenye mahusiano. Haya, sasa ziko faida gani mtu anaweza akazipata kiafya, labda kiakili, kimwili, kimahusiano, kama atakapoamua kusamehe au akajifunza kusamehe? Maana kuna mtu anakuambia bwana, mimi ukinikosea umenunua ugomvi. Neno msamaha kwao, yani it's nothing, as long as umenikosea sijui kusamehe. Sasa kuna faida zipi mtu anaweza akazipata pale anapoamua kusamehe? Okay. Sasa kwa sababu kusamehe
kusamehe kwanza ni tumesema ni unaachilia unamsamehe mtu, unaachilia na hausemi kwamba lile kosa haliexist. Sawa? Kwa hiyo sasa unapomsamehe mtu, wewe kwanza unajiweka huru. Unapojiweka huru moyoni, unaondoa nafasi ya wewe kuwa na uchungu, kwa sababu unapokuwa na uchungu unapata na yani inakuletea unaweza kupata msongo wa mawazo juu, kwa sababu unakasirika. Actually mtu akiwa amekukwaza, usipomsamehe, kila ukimuona kwanza unakumbuka. Na kila ukimuona ile feeling ambayo ulipata mara ya kwanza inakurudia tena. Kwa hiyo inapokuwa and especially mtu ambaye unamuona kila siku. Let's say hujamsamehe mtu ambaye unaishi naye nyumbani au ndugu yako karibu ambaye kwenye sherehe lazima mwepote, kwenye changamoto lazima mwepote kila mara. Kwa hiyo unapomuona wewe unazidi, na actually ukialikwa sehemu ukijua anakuja, unaanza iwe na sio takuwepo, wewe unaanza kupata anxiety. Sasa unakuwa una stressika, unapata, na wakati mwingine hata unaweza kama usiende kwenye sehemu kwa sababu huyo mtu yupo. Kwa kwanza unapoteza fursa zako, unakuwa unapata msongo wa mawazo, unapata wasiwasi mtu akiwepo. Lakini pia kwa sababu unakasirika kila wakati, kwa sababu pia kukasirika ni emotion unakasirika kila wakati. Na kwa wale waangalia movies kama ni maigizo, unaona mtu akiwa amekasirika na gomba, unaona kama anaanza kupata stroke. Kwa mambo ya hasira ya nini unaweza kupata high blood pressure na Kuna habari hapa juzi kati ili trendi sana. Kuna kijana wa umri kama kwenye miaka 20 hivi 20 ngapi, alimuua dada yake. Uliona sijui ile? Yani ilitokea tu dada yake, unajua wewe tu ukajudge au utakava lakini amemuua dada yake ambaye ametoka tu juzi kufunga ndoa. Sijajua so far waliuliziwaje, lakini nadhani ni kutokusamehe. Huenda yule mtoto alikosewa, ameabeba, kama unavyosema, inapelekea msongo wa mawazo na afya ya akili nayo inaingilia hapo. Tuendelee hapo. Sasa sijajua hiyo kesi yao ilikuwaje, lakini kweli unapokuwa unabeba uchungu kwa sababu hujasamehe, unatamani kulipiza kisasi. Na ulipizaji wako wa kisasi sasa, yani huwezi kujua utakupata katika mazingira yapi. Yani zile hasira zitakufikisha level ipi. Kweli watu wameua kwa ajili ya hasira na kulipiza visasi. You are raising a demon. Kwa hiyo unapata na hasira, either ndo kwa mfano tumeshaona mtoto akikuuza nyumbani, unaweza ukashika fimbo ukapiga mpaka ukasema Mungu wangu, huyu mtoto kule atapona hivyo. Kuna wapigaji wa namna hiyo. Tushaona kesi nyingi tu, mtoto kaiba, kachoma moto kwa sababu ya hasira. Kwa hiyo unasababisha madhara kwa mtoto. Kwa physically unaweza kumhamu mtu mwingine au kujihamu wewe mwenyewe. Kwa hasira za muda mrefu ndio blood pressure inakuwa kubwa. Na sasa madhara ya high blood pressure yanakuwa ni mengi. Ukianza kuendelea pressure inapanda, pressure ina affect mifumo mingine ya mwili na mambo kama hayo. Lakini pia sasa uwezo wa kufikiri, kwa sababu mtu akikuudhi usipomsamehe, kuna muda unakuwa unamwaza kila saa. Yaani unawaza hivi, kwanza kanifanyia vile. Kwa hiyo unahamisha focus kwenye maisha yako binafsi, kila saa unakuwa unawaza yule mtu aliyekukosea. Kwa hata uwezo wako kufikiri unawaathiri. Lakini pia katika mambo ya kijamii, kwanza kukoseana kupo kila siku. Hata wewe binafsi au mimi tushakosea watu sana. Unaona sasa imagine watu ambao umewakosea wasikusamehe. Unakuwa una marafiki. Kwa na wewe kujikuta haumsamehe mtu yeyote yule ambaye amekukosea, kwanza utapoteza marafiki. Itabidi ujitenge, usikae na watu. Na kujitenga pia kuna madhara yake, kwa sababu sisi ni social beings. Inabidi tuwe na karibu na watu, si ndio? Kwa hiyo unapojitenga, kwa sababu tu kila mtu amekukasirisha au mmegombana, unapata changamoto. Kwa na actually spiritually Mungu ametuagiza tusameheane. Na Mungu ndio kiongozi au ndio mfano wa msamaha. Mungu amesema tusameheane. Kwa mfano sisi wa Kristo umeambiwa kabisa, ukisamehe ndio utasamehewa. Kama hujakwenda kutoa sadaka sijui madhabahuni, ukumbuke mtu mlikosana, urudi mkasameheane. Samehe mara 770. Kwa hiyo na nyimbo nyingi sana vyote vya kusamehe. Kwa hiyo kwanza ni agizo la Mungu, inabidi tusameheane ili tuishi katika upendo. Sasa ni kwa nini labda wengine wanashindwa kusamehe? Ni kulingana na dharau wakati wa kosa linafanyika, ukubwa wa kosa, ama ni mambo gani hasa yanapelekea watu kushindwa kusamehe? Mimi nadhani kwanza watu wengi kusamehe, watu ambao wanashindwa kusamehe, inawezekana kabisa ni kwa sababu kama mwanzo nilivyosema kwamba tuko tofauti. Sawa? Kwa hiyo ni ile ambacho kitu mtu amekifanyiwa
jinsi kwanza anavyokitafsiri. Unaanza kwanza kutafsiri. Labda mtu amekufanyia kitu, unaanza kanionaje huyu? Kwa nini kanifanyia hivi? Mimi nimemfanyia haya yote, alafu amenifanyia hivi. Mimi nilikuwa namwamini hivi, kanifanyia hivi. Kwa hiyo inasema mimi huyu jamani hapana, siwezi kumsamehe kabisa. Yaani amenifanyia hivi kabisa huyu. Mtu especially watu wa karibu. Bora angekuwa wa mbali. Kwa hiyo lakini pia hata mtu namna hiyo anaweza kujifunza bado kusamehe, kwa sababu pia kusamehe sio jambo la ghafla. Unaweza ukachukua mwezi, miezi, mwaka. Yes. Kwa sababu inategemea na namna gani mtu amekuumiza, namna gani jambo umelipokea, na namna gani wewe unakuwa tayari kuweza kumsamehe huyo mtu au kusamehe hicho kitu ambacho kimekutokea. Okay. Na je, unaweza ukamsamehe mtu kabla hajakukosea? Like yani ni rahisi kumsamehe mtu ambaye anakukosea mara nyingi. Let's say umenikosea kosa hili, nikasema nimekusamehe, ukarudia tena lile nimekusamehe. Ina uwezekano wa kujitune kwamba huyu nimemsamehe kabla hajanikosea? Kuna neno nimelisahau lile neno. Kuna kusamehe alafu kuna kuishi na hali kuendana na mazingira, kuendana na mtu. Yaani unaweza ukawa una mtu labda rafiki yako au mtoto wako, let's say mtu wako karibu kabisa ambaye hamwezi kutenganishwa. Yaani kwa mfano dada yako labda uwezi kumuondosha kwenye udada, au mama yako uwezi kumuondosha kwenye umama, si ndio? Au mwanao. Kwa hiyo anaweza kawa anafanya kitu ambacho kila siku kinakukasirisha, na kila siku unamsamehe, kila siku unachukia, naomba msamaha, unamsamehe. Ila baadaye nadhani unaweza kujiambia kwamba huyu mtu hii ni tabia yake. Sawa? Hii ni tabia yake. Kwa hiyo unaangalia, je, mimi hii tabia naweza nikaivumiliaje? Si ndio? Kwa hiyo kama unaiona kwamba ni tabia ambayo unaweza kujifunza hiyo tabia, kuizoea na isikuumize tena. Unaweza kujifunza kabisa hii tabia as long as haikuletei, yani haifanyaje, haikuathiri, sijui nisemaje, yani sio abuse. Yani sio nimekosa Kiswahili, yani sio abuse. Lakini kwa mfano let's say labda upende ambavyo mtu, sijui nisemeje, nilikuwa natafuta mfano ambao ni wa rahisi. Unajua kuna vitu vingine ambavyo vinaweza vikawa vinakuchukiza ambapo ni tabia tu ya mtu. Labda rafiki yako mmoja, labda kila mkisema mtakutana sehemu, yeye amezoea kuchelewa. Na wewe ni mtu ambaye unapenda kuwahi. Wewe unafika mzoka mchana masaa hayo mawili, na wala haoni shida. Akija tu anasema jamani sameni nini. Siku kwanza unakasirika. Ila baadaye unajua kwamba huyu Stella tukipanga appointment atakuja baada ya masaa mawili. Na wewe hauwahi tena, sasa unasema saa 4 na wewe unakutana zako saa 6, kwa saa 6 mnakutana. Hiyo ni tabia ambayo nimeona ambayo haina hamu. Haina maumivu, haina madhara makubwa. Kwa kama ni kitu ambacho unaweza ukaishi nacho, unaweza kukichukulia, yani mnachukuliana, tuchukuliane, tuvumiliane katika mazingira ambayo nakosa neno la abuse la Kiswahili. Hayakuabuse wewe ambaye unakuwa umefanywa, unaweza kabisa kuvumilia. Na kuna watu ambao wameweza kusema hivi, leo nimeamka asubuhi, sintakasirishwa na jambo lolote. Kwa hiyo ameshajiambia kama leo hata mtu afanye kitu gani, sikasirishwi. Sasa huyo ameprevent kwamba hataki kukasirishwa na mtu. Lakini kusamehe, it's a process. Na kuna ile, yani kuna namna fulani hivi ya mazoea watu wanakuwa nayo hadi wanahisi kama kuwakosea wengine ni haki yao, kwa namna ya utani. Mimi nadhani utani ni kitu ambacho hakihame. Utani labda wengine wanakosa sasa ile namna ya kujidefense, inabidi nikuzoee kwa sababu ni mama na ushanitania mimi nina komwe linanikwaza, lakini nizoee ni mama. Labda ni kaka, ushani accuse kwa tabia hiyo, inabidi nikuzoee, nikuvumilie kwa sababu ni fulani. Unapoamua kuachilia, wanasema mtu akikutania onyesha kama umefurahia, ndio inakuwa ile utani haudumu. Lakini ukikasirika, kuna wengine anaona hapa ndo pa kugongelea. Kuna faida gani mtu anaweza akazipata pale anapoamua tu kuzoea makosa ya wengine na akasamehe, kumchukulia mtu kama alivyo?
Kwa hiyo sasa kama mtu unaweza kumchukulia mtu kama alivyo, kwanza huwezi kupata nafasi au sababu ya kukasirika umchukulie. Yani umkasiriki tena, unajua huyu tu ni tabia yake. Na kwa sababu pia mtakuwa mmeshazungumza muda mrefu kuhusu hicho kitu, na huyo mtu habadiliki. Na kama tulivyosema, yani hakikuletei madhara wewe, kwa sababu kama kinakuletea madhara inabidi utafute namna ya kujitenga nacho. Lakini kama tu ni hakikuletei madhara na anakisema sana na mwanzoni mmekizungumza na kiachi, kwa hiyo unajaribu kuishi nacho. Lakini pia sasa na hawa watu ambao wanakuwa wanaleta utani kwenye mambo ambayo ni ya kweli, alafu mtu anamuumiza, wenyewe inabidi pia nanyewe waache jamani. Wenyewe mtu akiwa anakutania kitu ambacho sio, au ni kitu ambacho ulikifanya ambacho hakirudi tena, inakuwa unaweza kupoteza. Lakini kwa mfano mtu anakutania unakomo unalo na kila siku unalo, watu hurumie. Tunasema utani ni kitu ambacho huna. Okay, lakini pia Dr. Stella, kuna mtu leo atasikia atasema kwamba mimi acha nisamehe. Je, kusamehe ni jambo rahisi kama tunavyoliongelea, ama ni mchakato ambao inabidi apitie hadi kutoa hichi kitu ambacho kinamuumiza moyoni? Kusema ukweli, kusamehe sio jambo la ghafla na sio jambo jepesi kama tunavyokuwa tunalizungumzia. Mimi wanajiambiaga hivi, yaani ukiona Mungu amesema kitu tukifanye, na anakuwa amekiona kwamba asingetuambia tusingefanya kwa sababu ni kigumu. That is me. Kwa hiyo kusamehe ni mchakato na inategemea na mtu ameumizwa kiasi gani, na ameumizwa na nani, na nini kimefanyika, na yale maumivu yani au kile kitu ambacho amefanyiwa kimemwachia makovu kiasi gani, na uwezo wake wa kuprocess. Kwa hiyo ni hatua, yani sio jambo la mara moja, inaweza kuchukua muda mrefu kabisa. Unaweza ukafanywa jambo la dogo ukasamea hapo kwa sababu hajakuumiza sana, lakini unaweza ukafanywa jambo lije kuchukua hata wiki, hata miezi, hata mwaka kuweza kulisamehe. Okay. Na sasa huku kusamehe ni lazima ili mtu aaminike kama amesamehe. Kuna ulazima wa kurudisha mahusiano yakawa kama yalivyokuwa awali, ama unaweza tu ukasamehe na keep distance? Sasa inategemea. Kwa mfano kama ni mtu ambaye lazima uishi nao, yani kuna mtoto wako labda au mama au baba au partner au spouse ambaye hutaki kumwacha. Sawa? Kwa hiyo huyo unaweza ukishamsamehe, sasa itabidi mnaweza mkatafuta namna ya kurudisha mahusiano. Lakini kama ni watu ambao sio lazima uendelee kuwa nao, unawasamehe na unawaacha tu waende zao. Sasa ikiwa ni watu ambao unatakiwa kuishi nao kila siku, unamsamehe, unaendelea kuwa na mahusiano, lakini kuna vitu unapunguza. Labda ule ukaribu ambao mlikuwa nao zamani wasana, labda wa kushare kila kitu, wa kufanya kila kitu pamoja nini, depending na mahusiano yenu, unaweza kupunguza vitu. Sio lazima mfanye kama zamani, kwa sababu inawezekana vile ambavyo ulikuwa hapo ule ukaribu na uwazi wa kila kitu ndio hapo wanapopatia nafasi ya kukuletea yani hicho kitu ambacho kimekuumiza. Lakini ukianza sasa kuwapa nafasi nusu na baki nayo mwenyewe, hawapati nafasi ya kukuumiza sana. Kwa mfano labda kama ni ndugu, kwenye sherehe akikualika unaenda, na wewe ukimwalika anakuja. Lakini kama mlikuwa mna tabia za kutembeleana kila siku kila wiki, hizo unaweza ukakata. Sio lazima mtembeleane kila wiki au kila siku. Kwa hiyo unaangalia ni kitu gani ambacho wewe kitakusaidia. Okay, sawa. Tunapoelekea kuhitimisha, mimi ningependa kuwashauri watu kuachia haya mambo madogo madogo. Unajua practice ya kusamehe inaanza na vitu vidogo. Kuna mtu anabeba kitu kidogo mpaka linakuwa ni tatizo kubwa ambalo linaenda kuharibu sasa hata ufanyaji kazi wake na mahusiano pia na watu kwa ujumla. Sasa Dr. Stella, una ujumbe gani unaweza ukawaachia watu wanaoelekea kusamehe, wapo kwenye healing process, ama wao wenyewe tu binafsi hawawezi kujisamehe? Unaweza ukawashauri nini siku ya leo ili wakaweza kujisamehe na kusamehe wengine? Asante. Mimi na ushauri wangu cha kwanza kabisa, mtu akikufanyia kitu ambacho kimekuumiza, unaposhauriwa kusamehe au ushauri kuambiwa kwamba hiki kitu chokufanyia labda kilikuwa ni sawa, hapana. Kwa kwanza ukubali mtu amekukosea. Na yale maumivu ambayo unayasikia uyakubali. Lakini pia wewe kama mtu binafsi
uamue sasa kwamba mimi nataka kumsamehe huyu mtu, yani nataka hicho kitu kukiachilia. Na unapokuwa umeamua, haina maana kwamba kitakutoka hapo hapo. Itakuwa ni process. Kwa hiyo na ukiona unashindwa kabisa kusamehe, mimi nasemaga Mungu anapenda kukusaidia kila kitu. Kwa hiyo unaweza kabisa ukamwomba Mungu akusaidie. Mungu, mimi nimeamua kumsamehe huyu Stella, amenikosea kitu kila hiki na hiki. Mimi naona kama siwezi. Kila nikimuona uchungu unakuja. Kwa Mungu anakusaidia. Lakini pia unaweza kumtafuta mtu ambaye ni wa karibu. Mtu wa karibu yako, mtu ambaye unamwamini, ukamwelezea jinsi ambavyo unajisikia kuhusu huyo mtu, akakusaidia. Mimi ninachoamini, ukiwa unazungumzia kitu ambacho kimekuumiza, pia na ule uzito na yeye unaanza kupungua. Kwa unaweza kuongea na watu, nitakusaidia. Lakini ukiwa unashindwa kabisa, wapo wataalamu ambao unaweza kuwaendea wakakusaidia kwenye hizo stage za kusamehe. Wapo wataalamu wapo sehemu mbalimbali, na unaweza kwenda sehemu nyingi tu, lakini pia unaweza kuja Compassion Heaven. Sisi tupo tunatoa hiyo huduma. Tutakusaidia, tutasafiri pamoja kwenye hiyo safari mpaka tutakapofikia kwenye level ambayo unaweza kujisikia huru kabisa kuendelea na maisha yako vizuri. Okay, watakutana na wewe moja kwa moja Dr. Stella. Okay, ulikuwa nami Dr. Koja ndani ya Duka Huru Podcast. Let's all win.